Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili. Mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Sheikhani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni ndoto imetimia. Mradi wa kihistoria wa bwawa la Nyerere wazinduliwa. Rais Samia asema ni fursa kukuza uchumi, ajira. Awapongeza marais waliotangulia, ashukuru ushirikiano wa Misri, asema ni ishara ya urafiki wa ndugu. Ndejembe asema Tanzania rasmi kuuza umeme nchi jirani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari picha kimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akizindua rasmi kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere JNHPP chenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115 katika eneo la Rufiji mkoani Pwani jana. Kushoto ni Waziri Mkuu wa Misri Dr. Mustafa Kamal Madbul. Picha zaidi ni katika ukurasa wa 7. Samia ahadharisha mvua El Nino, aitaka mikoa taasisi kuchukua hatua mapema kulinda wananchi miundombinu. Habari katika ukurasa wa pili. Mboya aguswa na bwawa la Nyerere, asema umeme ni wa Tanzania. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika Watanzania 669 kurejeshwa nyumbani kutoka Afrika ya Kusini. Habari katika ukurasa wa 8, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenyewe limeandika yametimia. Hatimaye Rais Samia Suluhu Hassan amezindua kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere, ndoto ya miaka mingi ya megawati 2115, asema imethibitisha uwezo wa nchi. Wadau waeleza umuhimu wake. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 3. Nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan inasema, tuna imani kwamba mradi huu utaongeza fursa za biashara, uwekezaji, uzalishaji, kutengeneza ajira na kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja na pato la taifa kwa ujumla. 44.9 hadi Mei 31 mwaka 2026, JNHPP ilichangia 44.9% ya umeme wa gredi ya taifa, huku uwezo wa uzalishaji kitaifa ukifikia megawati 4640. Habari picha ikimwonyesha Freeman Mbowe alikuwa miongoni mwa viongozi na watu mashuhuri walioshuhudia uzinduzi rasmi wa JNHPP. Mbowe pia alihudhuria uzinduzi wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 iliyofanyika Julai 17 katika kituo cha mikutano cha Jakaya Kikwete JKCC Dodoma. Mchakato waanza kurejesha Watanzania kutoka Afrika ya Kusini. Habari katika ukurasa wa 5. Ombaomba fupa gumu kuondoa kwenye miji. Habari katika ukurasa wa 18. Polisi yataja sababu 3 kukithiri kwa mauaji wa watoto. Habari katika ukurasa wa 6. Gazeti hili pia limeandika Ado kuwasilisha hoja bungeni kutaka katiba mpya. Habari katika ukurasa wa 5, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tunatazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ndoto imetimia. Rais Samia azindua rasmi kituo cha kuzalisha umeme baada ya zaidi ya miaka 50 tangu kusainiwa kwa wazo la mradi huo wa kimkakati. Wadau watarajia makubwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Wasira koleza mjadala wa kupata katiba mpya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Heche awaduliza wafuasi Chadema. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Wamiliki wa mabasi waomba kukutana na waziri mkuu. Habari katika ukurasa wa 4. Mafanikio yako yanapaswa kutunzwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Ninalo gazeti Mzalendo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele Tumethubutu na tumeweza. Mradi huu umethibitisha uwezo wa Tanzania, hivyo uwe chachu ya kusukuma miradi mingine ya kimkakati tuweze kujenga taifa thabiti linalojitegemea. Hii ni nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan.
awaagiza MRC DC kukabili El Nino. Mbowe ahudhuria uzinduzi wa bwawa la Nyerere, atoa neno. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Walimsita mbaroni kwa tuhuma za kifo mwanafunzi. Habari katika ukurasa wa 3. Ukosefu wa fedha unavyoathiri uwezo wa ubongo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Wasira, CCM itaendelea kuimarisha uchumi. Habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo katika ukurasa wake mbele. Habari picha ikiandika uzinduzi, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akizindua kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere JNHPP chenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115 Rufiji mkoani Pwani jana. Gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, linalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Samia, tumeweza zindua rasmi bwawa la JNHPP. Habari katika ukurasa wa 2. Matumizi ya takwimu kuharakisha maendeleo, Dr. Kimario. Habari katika ukurasa wa 3. Zanzibar yaendelea kufanya vizuri elimu kimataifa. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika DC Leila ataka ujumuishi watu wenye ulemavu. Habari katika ukurasa wa 2. Kamati baraza la wawakilishi yasisitiza matumizi ya tehama. Habari katika ukurasa wa 2. Bangladesh yapata rais mpya. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Na sasa tugeukie habari za michezo. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele lenye limeandika jeuri ya Yanga iko hapa, takwimu za mechi 4 msimu huu za shangaza. 7. Idadi ya mabao ambayo Yanga imefunga msimu huu kwenye ligi kuu baada ya kucheza michezo miwili. Hata hivyo imeruhusu mawili. Yanga Sports Club dhidi ya JKT Tanzania ni mchezo ujao ligi kuu bara, kesho Jumatatu saa 12 jioni KMC Complex. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2. Beka ibuka na jipya Simba, ataja mambo mawili, bodi ya zoma milioni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Ijayo ni ligi kuu bara, Simba dhidi ya Coastal Union Agosti 27. Star wa Argentina apigwa nyundo 10. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Man United macho kwenye screen, matokeo ni Hull City 2 Manchester United 0. Miaka iliyopita tangu Hull City ilipoifunga Manchester United katika EPL ni miaka 9. TPL leo Jumapili ni Azam dhidi ya Pamba Jiji saa 1 kamili usiku, Azam Complex Chamazi. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo, nalo gazeti Habari Leo lenye limeandika Simba ya unguruma Singida, Simba Jabal wapigwa faini milioni 10, TFF yamfungia mmiliki wa Azam. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Gazeti hili limeandika kamati ya nidhamu ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF imemfungia mmiliki wa Azam FC Jamal Bakhresa kutojihusisha na mpira kwa kipindi cha mwaka mmoja. Nyota ila Tricia inang'aa Miss World 2026. Habari katika ukurasa wa 21. Wanne waadhibiwa vurugu kombe la dunia 2026. Habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Mzalendo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Simba ilarua Singida. Habari katika ukurasa wa 19. Yanga haita mashabiki. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Simba Queens yaanza vema Sekafa. Habari katika kurasa za ndani. Bakhresa wa Azam afungiwa. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Baleba kutoa Man United. Habari katika ukurasa wa 18. Mwinjuma amkosha Jeff wa Sikinde. Habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo, na gazeti Mzalendo linakamilisha udukuzi hapa toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.